kwa sababu kuna mitungi ya gesi zilikuwa kama 3, lakini 2 ndio zimepatikana, na kulikuwa na seti za vyombo ambavyo vina mchanganyiko kwamba ni boksi nzima, na pia kulikuwa na carpet na majembe na sururu, na pia kumekuwa na contact pipe ambazo zile nani za umeme ambazo zenyewe ziko kama 10 na. Kwa hiyo vitu vilikuwa vingi kweli havihesabiki. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Lolovono ambako asubuhi hii ya leo askari jamii wakishirikiana na wananchi wamemkamata mtu mmoja anayetuhumiwa kwamba ni kibaka. Jina lake maarufu anafahamika kwa jina la Ndesa, lakini jina halisi anaitwa Dickson. Kijana huyu amekuwa ni mwizi wa muda mrefu na historia yake inaonyesha kwamba aliwahi kwenda magereza kutokana na vitendo hivi vya wizi. Lakini leo katika operesheni hiyo ya askari jamii ambao tumezungumza na mmoja ya kamanda wake anafahamika kwa jina la Oswald, wamesema kwamba walivyomkamata wakaanza kumhoji, lakini mwisho wa siku wakaeleza kwamba ameiba mitungi ya gesi, lakini zile seti za vyombo ameiba sururu na vitu mbalimbali vya thamani, na vitu hivyo vinaonekana ni vipya kabisa, na vitu vingine vinaonekana pia ni vitu vya saluni. Wananchi wa maeneo hayo wamesema kwamba wamekuwa wakikosa amani kwa sababu hata nyumba zao wamekuwa wanazifunga wanapotoka mchana, pia wanaweka ulinzi kwa sababu usalama umekuwa mdogo kutokana na kibaka huyo Bwana Ndesa. Lakini polisi wamewahi eneo hili la tukio na kuondoka na Bwana Ndesa. Kama unavyoona, Ndesa amefungwa pingu huku akiwa amebeba mtungi wa gesi ambao ameubeba. Mitungi ya gesi imekutwa kama 2-3 hivi na vifaa vingine. Lakini wito zaidi kwa mwenyekiti wa eneo hili tuliyezungumza naye, amesema ni vema wananchi wao wanatoa taarifa wanapokutana na vitendo hivi vya wizi na hawa vibaka, kwa sababu ni watu ambao wanaishi nao mtaani. Siwezi kuongea chochote, yeye anaishi naye lakini sijui. Nimevikuta tu ndani, sijui ni lini. Siwezi kumuuliza. Ani mambo yake. Siwezi kumuuliza, hapa ni kwao, anaweza kuleta chochote. Kwa hiyo siwezi kumuuliza. Sijui kama ni mwizi, yani sijui. Nimeviona lakini sijui vimeletwa saa ngapi au ni balini au ni nini. Saa 11. Wakagonga mlango, mimi nikafungua. Wakasema watoe vitu, wakasema hamna. Wakasema watoe vitu, ngambia mimi sijui chochote kuhusu vitu. Wakaingia ndani wakapekua. Ndio wakakuta hivyo vitu vilopatikana. Magesi, vyombo, pasi, vitu vingi tu. Wewe kama mke ulikuwa hauvioni? Naona lakini siwezi kuongea mambo yake. Kwa nini? Kwa sababu siwezi. Sijui, labda nyinyi ndo mnaniambia. Mimi naitwa Moses Losinga, mwenyekiti wa mtaa Lolovono. Ukweli mimi ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mtaa, na vibaka wanatafuta namna ya kufanya kwa ajili ya waumiza wananchi. Lakini kwa sababu mimi nipo, nilisema haitawezekana. Lazima tutafute, hata kama ni kwa tochi au hata ni kwa mwanga, kwa sababu hali sio nzuri sana. Lakini naona kwamba mtaa wangu uko vizuri. Ukweli nina vijana ambao wanafanya kazi, na ndio maana umeona mafanikio ya sisi kupata vitu hivi vilivyoibiwa. Hizi vitu vimeibiwa toka juzi, tukaendelea kuweka mitego ili isitoke, kwa sababu ilikuwa kuna mpango wa kuchukulia hizi vitu viondoke, lakini hatukulala. Niko pamoja na wajumbe wangu, tunapambana ili kwa ajili kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi iko vizuri. Anaitwa majina sana, anaitwa Ndesa, ambaye ni Ndasario. Amekuwa ni kibaka wa muda mrefu sana. Hata mimi nimeingia madarakani nimemkuta tu anaendelea kuiba. Baadaye tukamshauri, akaja akapumzisha, lakini tena imeamka. Kwa hiyo na kwamba hapa tulitarget toka juzi. Kuna watu ambao walikuwa wako hapa kuangalia kwamba vitu visitoke. Kwa hiyo leo baada sisi kwamba tuondoke kwenda nyumbani, tukasema hapana, leo tufanye kazi hii ili tuondokane na adha, kwa sababu vitu vilikuwa tunajua tu bado ziko ndani. Vitu ni vingi kama ulivyoona kwenye picha, kwa sababu kuna mitungi ya gesi zilikuwa kama 3, lakini 2 ndio zimepatikana, na kulikuwa na seti za vyombo ambavyo vina mchanganyiko kwamba ni boksi nzima, na pia kulikuwa na carpet na majembe na sururu, na pia kumekuwa na contact pipe
ambazo zile nani za umeme ambazo zenyewe ziko kama 10 na. Kwa hiyo vitu vilikuwa vingi kweli havihesabiki, isipokuwa bado haijapatikana turubai la nani ili la kupanda naye mlimani. Hilo bado haijapatikana, lakini tutaendelea kushirikiana na polisi ili tuhakikishe vitu vyote vimepatikana. Shida iliyopo, anakamatwa, anapelekwa polisi. Akipelekwa mahakamani, wananchi hataki kwenda kutoa ushirikiano wa mtu kufungwa. Na pia huyu tulishamkamata. Tunajua tunashangaa kwa sababu alishafungwa miaka 5. Baada ya kufungwa miaka 5, ndugu zake wakaenda tena kufanya mipango yao, hatujui ni nini. Hajamaliza hata miezi 3, tukamuona tena huko mtaani. Mimi natoa wito kwa wananchi. Wao wanatoa taarifa. Shida tunayopata ni kwamba wananchi wetu hawatoi taarifa. Maana kwamba kama hizi vitu zilizoibiwa, mwenyewe hakutoa taarifa. Isipokuwa tulipata dodoso kwamba kuna vitu ambavyo vimewekwa mahali. Kwa hiyo kwamba tukaendelea kwenda kumuinda na kuhakikisha kwamba vitu vimeibiwa. Kwa sababu wananchi hawatoi taarifa na waende kukata arabia hata polisi. Inatuia ngumu kwa sababu huwezi kufanya chochote bila arabia. Wazazi wake wamefariki. Baba na mama wamefariki. Kwa hiyo yeye sasa ndio mmiliki wa pale. Na ninaona ajabu kwa sababu vijana wanataka kujishughulisha. Kwa sababu eneo ambalo limeachwa ilikuwa sio mtu kuendelea kuiba. Kwa sababu ameachwa sehemu kubwa sana. Angeendeleza angekuwa anapata pesa zake ambazo zinamtosheleza. Nawaambia vibaka watafute kazi. Kwa bahati nzuri waziri mkuu alivyokuja ametangaza ajira kwa vijana. Tumewapigia mabalozi kwamba vijana wakajiandikishe ili serikali waendelee kuwatafutia kwamba wataweza kujifanya. Lakini ukiangalia kwenye mtaa wangu vijana walikwenda ni 20 tu, ambaye ina vijana wengi sana. Kwa sababu mtaa ni mkubwa sana na uzalishaji upo, watoto wapo. Kwa jina naitwa Patrick Abel. Huyu ni kijana amekuwa msumbufu sana pa mtaani. Kwa kweli ni msumbufu, anakamatwa, anapelekwa magereza, anatoka. Na hapa kila likiri kweli sasa hivi haibi tena. Lakini anashangaa kumbe alikuwa ametuficha tu. Kumbe alikuwa anaendelea na kazi yake kitaratibu. Alikuwa anakabata na bodaboda mwanzoni. Hatimaye na bodaboda wanakawata kama tatumzuka. Kumbe ametoka kule ameingia kwenye kazi nyingine tena. Hiyo kibaka. Kwa hiyo tumechoka kweli kwa usumbufu wanaotufanyia. Leo nilipigiwa simu na mwenyekiti juzi ambao kuna watu watafutia nani ameibiwa mtaani kwangu. Nikaamua kupita mtaani kuuliza. Nikaenda kwa balozi jirani yangu. Balozi Muhina nikamwambia kaenda kwa jirani yangu kaibiwa. Tukamfuata huyo mama. Bahati nzuri akatoa ushirikiano mzuri akaniambia kweli nimeibiwa. Tukampata mwenyekiti. Basi mwenyekiti akasema ngoja tuendelee kutafuta mali vile vile hivyo vitu. Basi asubuhi mwenyekiti akanipigia simu. Njoo kwenye mtaa wako, niko kwenye mtaa wako njoo. Nikafika pale kwenye eneo la tukio. Tukamuuliza akakataa. Baadaye wenye mali kuingia ndani wakatoka na vitu vyao. Jina lake anaitwa Dickson Livingstone. Na jina lake la wizi anaitwa Andresa. Na itakuwa ni kibaka maarufu. Naona sasa tutapona. Kama labda wao waliobakia ambao hawajashikwa. Maka sio peke yake, wako wengi. Ameiba mtungi ya gesi, turubali, seti ya vyombo. Vitu vingi tu ameiba na bwana vilipaka kwenye gari. Mpaka majembe, sururu. Yangu naitwa Jeni Mushi, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Lolovono. Kutokea ni kwamba kuna wananchi walalamika kwamba wanavunjwa nyumba usiku. Na kwa sababu sisi tunao list ya wale vijana ambao ni vibaka. Tulichokifanya ni kuanza kuwatafuta mmoja mmoja. Tulianza kuwatafuta ndo tukabaini kwamba wale vijana wakichukua vitu wanaleta kwa Ndesa. Na Ndesa ni kibaka wetu wa mtaa tunamjua na ni kijana wetu. Lakini tulikuwa tumemwonya muda mwingi, polisi akienda anarudi. Kwa hiyo kilichotokea sasa naona amejalalishia kwamba vitu vyote sasa ule ukibaka wa kuiba na kuuza amefanya ngoja afanye duka nyumbani. Kwa sasa ndio imekuwa shida, ikabidi tuamke usiku tukakaa barabarani mpaka asubuhi tumemkamata na vitu vyote. Yeye anauza, anasema ana wateja, anauza. Ndio maana hata tulivomkamata asubuhi anasema gesi iko kwa fulani, tukiwapigia simu analeta. Anao wateja, ndio maana ana uwezo wa kuweka vitu ndani naona. Yaani vitu wanavyoiba zaidi ni gesi, ni vitu vya ndani, vyombo. Labda akutane na watu wakabe kama usiku, wanyang'aje simu. Vivyote vile vitu ambavyo anaona ni rahisi kwake na kuumiza watu. Kwa hiyo imekuwa ni tishio kwetu. Sisi Lolovono tuko vizuri kwenye ulinzi na tunao ulinzi shirikishi. Kwa hiyo wale nao wanakuwa usiku kucha barabarani na sisi tunakuwa nao wakitupigia simu tunaungana. Kama hivi leo kilivyotokea tukio, tukiamka tunashirikiana mtaa mzima. Sisi hatuna shida. Ndio maana tumeweza kubaini vitu kama hivi na kuvishika.
na sio hapa tu, kwamba vijana wengi, na tunawasemesha, na si kwamba eti unakuta labda tumemkamata kijana siku moja, unakuta kama akifanya tukio tukimfuata, tunamuonya, tunamsemesha. Saa zingine basi ndio hivyo, unakuta wanakuwa yani kama vile kichwa kigumu, wanaelewa, wengine wanaacha, wengine wanaendelea. Ndio kama hiyo, mtu akizidi ndio tunamua tuchukue hatua kama hii sasa, kwamba tujiunge sasa, tufanye kazi ngumu kama hii sasa. Tunachokiona hapa, wale wazao ndio unakuta kuna wazao na wanawaleta watu wengine. Kama ndio sasa tunavyomoja hapa sasa, anakuambia vitu yeye analitoa kwa sababu si mzao. Akikutajia watu anakuambia yuko sehemu fulani, nitampigia simu. Kwa hiyo ina maana wanaleta watu kutoka wapi? Lakini wale wazao sasa ndio inakuwa ni shida sasa, kwa sababu kama ana uwezo wa kuweka vitu ndani, ina maana yeye anajalalishia kwamba mzao ana uwezo wa kufanya uhalifu. Mimi ndio kitu kama hicho tunavyokiona. Ndani tumekuta mitungi ya gesi, tumekuta mitungi ya gesi, tumekuta seti za vyombo, mabeleshi, masururu, makapeti, tumekuta feni, vitu vingi vya ndani vile ambavyo ni vya kuuzika haraka haraka. Ndio vitu tumemkuta navyo ndani, na vingine anadai ameshauza, kwa alikuwa anaendelea kutafuta wateja. Baada ya kupata hizo taarifa, tulifanya uchunguzi mahali vitu vinavyouzwa, na mpaka vitu hivi kupatikana tulifanya uchunguzi siku 3 mpaka tukajua mtungi wa gesi umeuzwa wapi. Tulipojua mtungi wa gesi umeuzwa wapi, tukafanya uchunguzi, tukajua kwamba vitu viko ndani havijasambazwa. Kwa kweli historia ya Ndesa ni historia ya wizi. Hata baba yake alishamkanya wizi, ndugu zake wote walishamkanya mambo ya wizi. Tatizo moja, wazazi, ukimwambia mtoto wake ni mwizi, hataki ushirikiano, wanaona watoto wao wanaonewa. Kwa hiyo hili pia nalo wizi huu unafugwa pia na wazazi. Kwa na ukaidi wake, kila mtu hata ukimuita hapa wanakwepa kulingana na tabia yake. Swadek Zaudi ni kamanda polisi jamii wa mtaa wa Lolovono. Sisi kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza tena kumkamata Ndesa. Ndesa ni kijana mmoja alikuwa anajihusisha na tatu mzuka kwa muda mrefu sana. Tukapambana, tukamkamata na tukampeleka Morombo, akaenda mahakamani, akatoka. Lakini bado hiyo tabia haachi kuenda kuiba. Sasa hivi ametuletea magrupu wa Matejo, vijana wa Matejo na Anga Limited. Wanavunja maduka Ngusero na mtaa wa Lolovono, na wameshavunja maduka mengi kwa jumla. Na sasa hivi kuna duka moja liko maeneo ya dispensary hapo karibia na tunaita dispensary ya Mawazo. Alivunja duka moja la vipodozi pale. Na wakaiba friji aina ya freezer ndogo na sabufa na nguo zile za Kiislamu pea 2 na perfume 3. Lakini wakati tunaendelea kufuatilia bado vitu vikao vinaingia, na vijana fulani walikuwa wanao tatu mzuka kwa majina siwakumbuki, walimkaba mzee mmoja hapo Good Hope, wakakimbia wakaja maeneo ya hapa kwake Migombani, wakapotelea maeneo haya hapa. Na Ndesa ndio anawafuga hao vijana wa hizi. Anasema ameacha lakini hajaacha. Kwa kweli huyo kijana atakuwa ashughulikiwe, kwa sababu tunajitahidi kwa kiasi kikubwa, lakini kila siku anarudi tunapata kazi ya kupambana na kuwakamata vijana. Tunaomba tu Ndesa ashikiliwe na akae huko na ataje na wenzake wapatikane, ili wananchi wakae vizuri mtaani. Kwa kweli tumekamata mitungi ya gesi, kwa ujumla ni vitu mbalimbali, siwezi vitaja vyote kwa wakati kwa sababu vitu ni vingi, na bado kuna vingine atakuwa amevisambaza, na kuna wenzake ambao tunatakiwa tuwatafute tuwakamate ili washiriki warudishe vitu vya wananchi. Na kwa sababu tupo sisi polisi jamii na tunajiamini na kazi ambayo tunaifanya, kwa sababu tuko makini, hatutaki ushirikiano na waizi wote wa mtaa wetu au mtaa wote. Tunachotakiwa ni kufanya kazi kwa weledi na kuhakikisha tumemaliza uwizi kwenye mitaa yetu yote. Ushirikiano mkubwa sasa tunapata na polisi wa Mureti. Wanatupa ushirikiano mkubwa muda wote, tukipiga simu tayari wanakuja mara moja na wanatusaidia. Hawajajitenga na sisi. Saa nyingine paka tunatembea nao kwa miguu. Kwa hiyo ushirikiano wao ni mzuri kabisa, na OCD anatupa ushirikiano mkubwa. Ukipiga simu yake muda wote, time wote anapokea simu. Kwa kweli tunawapongeza polisi wa Mureti. Wako mstari mbele kwa kutusaidia. Ila tunawashauri vijana waache uwizi, na mtaa mwingine ambao unasumbua, daraja la Shaulalu pale. Waizi bado wanatusumbua pale, vijana wanakimbiza watu na mapanga, na sehemu nyingine wanakuja kuiba hapa Kishingoni. Tunawaambia waache, kwa sababu sisi tuko kazini. Waache mara moja uwizi, wakafanye kazi nyingine, wakasukume mikokoteni, wakakoroge zege, wakafuge mifugo ya ng'ombe, kuku, watapata pesa. Kwa kweli si Lolovono kama makamanda, kama naongoza mstari wa mbele, na hakikisha uwizi utaisha mtaa wetu wa Lolovono na wananchi watalala kwa amani.